mvua ya baraka ni nini? Mvua ya baraka ni mwagiko wa neema ya Mungu. Mwagiko wa neema ya Mungu inayofanya mambo magumu yawe marahisi. Ni mwagiko wa neema ya Mungu, na neema ni grace ya maisha. The grace of God is the grace of life. Ukibeba neema, umebeba mafuta, umebeba grace. Na bila grace vyombo vinagongana, vyuma vinasuguana. Maisha yatakuwa na msuguano mkubwa kama apata kuwa na neema ya Mungu. Utakuwa unahangaika mno kama kutakuwa na neema ya Mungu. Na nilimwambia asubuhi, hizi neema ziko za aina mbalimbali. Kuna neema iokoayo. Asema neema iokoayo wanadamu. Iokoayo wanadamu imefunuliwa. Kuna neema ilindayo, tunalindwa kwa neema. Kuna neema ifundishayo, the grace that teaches you all things. Yani kwa neema ya Mungu najua vitu. Lakini kuna neema iwezeshayo. Hii ndio neema inayowezesha vitu vidogo kuwa vikubwa, inayowezesha juhudi ndogo kuleta matokeo makubwa. Neema iwezeshayo. Na mvua ya baraka ni mwagiko wa neema ya Mungu inayowezesha kufanya mambo yasiyo ya kawaida, mambo magumu yasiyo na hesabu yanafanyika. Sikiza ndugu yangu, ukiona tumeweza chochote, hatujaweza kwa sababu tumetoka kwenye familia bora. No way. Ukiona tumeweza chochote, hatujaweza kwa sababu ya shule. Hapana, tumeweza kwa sababu ya neema. Sikiliza, familia bora ni nzuri, inakupatia msingi mzuri. Shule ni nzuri, lakini sikiliza, hivi vitu vyote bila neema ya Mungu vinakufa kifo cha kawaida. Na ndio utamkuta mtu ana elimu nzuri, ametoka familia nzuri, lakini mambo sio mazuri. Kinacholeta mambo mazuri kwenye maisha ni neema ya Mungu. Na mvua ya baraka ni mwagiko wa hiyo neema. The outpouring of that grace that makes the small things, the common things to be uncommon. Mambo ya kawaida yasiwe ya kawaida. Mvua ya baraka ni nini? Namba 2, mvua ya baraka ni kufunguliwa kwa fursa zisizo za kawaida. Kufunguliwa kwa fursa, yani unaanza kupata fursa ya kuonyesha neema ya Mungu, fursa ya kumanifest. Nasikiliza hili kwenye kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 14 then mstari wa 16. Yesu anazungumza vitu viwili kwa habari ya nuru. Kwanza anatufahamisha kwamba sisi ni nuru, we are the light of the world. Hii hapa anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, sawa? Then mstari wa 16 anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze. Wakristo wengi tumeishia kwenye kiwango cha kujua kwamba sisi ni nuru, sisi ni baraka, sisi ni miji. Na Yesu anasema kufahamu huko ni kuzuri, lakini maarifa yako yasipo manifesti kitu, yasipoonyesha kitu, hayo maarifa yana maana. Anasema kwa sababu mnajua sasa, kwenye Kiingereza anasema let your light shine. Let your light shine. Maana yake nini? Make your light manifest. Na neno la Kiyunani la make it manifest maana yake ni phenaro. Phenaro maana yake ruhusu ulicho nacho kionekane, ruhusu ulichokibeba kianze kufaidisha watu. Watu wengi wamejaa vitu ndani. Ndio maana Marismuru anasema mahali tajiri kuliko pote ni makaburini.
Nchi tajiri kuliko yoyote ni makaburi. Makaburini kule ndiko kwenye watu matajiri ambao wameenda na vitu vyao, wamezikwa na vitabu vyao, wamezikwa na ndoto zao. Kwa nini? Walikuwa na ndoto ambazo hawakuruhusu ndoto zimanifest. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anasema kama kweli ninyi ni nuru, make it manifest. Yaani chukua hatua ya kuruhusu hiyo nuru ianze kung'aa. Watu wengi tunajua, lakini hatujui namna ya kufanya nuru zetu zing'ae. Tamkuta mtu anakuambia mimi kwa kweli nikiwa mkubwa. Umeshakuwa mkubwa sasa. Mimi nikiwa mkubwa, my friend, ndio sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Namwambia kama mwanangu, my friend, umeshakuwa mkubwa. Hamna tena nitakuwa mkubwa lini sasa? Make it manifest now. Begin it now. Unaanzaje? Anza kwa hatua ndogo ndogo za kwanza kuishi ndoto yako. Anza kuishi ndoto zako. Make it manifest now. Yesu anawaambia Wayahudi, walikuwa wanajipigia kelele, sisi ni wana wa Ibrahimu, sisi ni wana wa Ibrahimu, sisi ni wana wa Ibrahimu, hatujui dhambi. Yesu akasema sikilizeni, kama ninyi ni wana wa Ibrahimu, yatendeni kazi za Ibrahimu. If you are Abraham's seed, then do the works of Abraham. Manake begin to manifest the works of Abraham. Kama kweli umebarikiwa, tuone dada, hii umebarikiwa na bado you speak defeat. Umebarikiwa ni you are very careful na alichokuambia shangazi. Shangazi alisema sitaolewa. Shangazi alisema sitaolewa. Who is shangazi by the way? Shangazi ni nani kwanza? Eba mkubwa alisema, so what my friend? Kama kuongea, kama maneno yangekuwa ni sumu tungekufa siku nyingi. Wameongea mambo mengi mno dhidi yetu. Mengi mno. Nikikwambia ni gunia la maneno. Lakini sikiliza, pamoja na maneno yao, Maandiko yasema Mungu akakataa kumsikiliza Balaam, akageuza laana za Balaam na zikawa baraka. I tell you my friend, kuna kiwango ambacho unaingia kwenye ufahamu, laana zao zinageuka kuwa ni baraka. Unaingia hicho kiwango kuanzia leo. Nasema hicho kiwango unaingia kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mbarikiwa kweli kweli, manifest your blessings. Dhihirisha baraka zako. Mwambie nako dhihirisha baraka ulizo nazo. Kuna namna waliobarikiwa wanazungumza. Kuna namna waliobarikiwa wanatembea. Kuna namna waliobarikiwa wanachangia mambo. Kuna namna waliobarikiwa wanachukulia vitu. Kitu kidogo tu lakini kana kuangaisha, kana kuangusha. Yaani kitu kidogo waliobarikiwa wazi hivyo. Kuna namna ambayo watu waliobarikiwa wanajiona. Kuna namna waliobarikiwa wanajiona. Hata kama mlango umefungwa, bado anajua na unapita. Kwa nini? Aliyoko upande wao ni mkubwa kuliko aliyofunga mlango. Aliyoko anayewasaidia ana nguvu kuliko anayepambana nao. Ndugu yangu, sauti ya mfalme wa dunia, wa mbingu na nchi iko katikati yako. Wewe hautashindwa. Nasema hivi, wewe hautashindwa. Endelea kuplace, endelea kusonga. Kuna mahali utatoboza, kuna mahali utaenda. Hakikisha una keep your dream alive. Kuna mahali unaenda, una baraka Bwana ndani yako. It will manifest katika jina la Yesu Kristo. So baraka ndio inayotajirisha, haichangamanishi na huzuni. So mvua ya baraka ni mwagiko wa neema, lakini pia kuachiliwa kwa fursa. Namba 3, mvua ya baraka ni uingiliaji wa Mungu kwenye mambo ya wanadamu unaobadilisha maisha kwa ghafla. Yani is a divine intervention that change the life of man. Divine intervention.